Ndio, dakika 90 zimetamatika Airtel Stadium Singida. Na wekundu Msimbazi Simba wametakata vizuri kweli kweli kutokea Dar es Salaam Tanzania, kwa ushindi wa mabao 2-1. Hivyo ndivyo ambavyo wametakata kweli kweli. Goli la ushindi lilifungwa na Eli Jimbo nzuri kweli kweli. Eli Mpanzu kabisa, wala tumemwimba kwa sababu kumbuka muda mrefu hivi kama onekani, lakini ameonekana, nafasi yake pia imeonekana, ama uwepo wake pia umepata kuonekana, lakini yako matukio pia yametafsirika ndivyo sivyo. Tutakwenda pia kuyapatia ufafanuzi mzuri kutoka kwake Chifu Nzobane, kama Zoom Fela mwite Dominic Salamba, lakini mimi naitwa Nicholas Johnny Samamba kabisa. Tuko hapa Katalambula Yusufu Mzee. Mambo vipi Chifu, uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Nilitamani tungepiga kwenye nondo za Chifu. Yes, of course tutafanya, tutakuwa na kipindi maalum kuhusiana na baadhi ya matukio katika siku ya leo, lakini muda huu tuko na watu live. Baada ya hapa tutakwenda kwenye nondo za Chifu bila wasiwasi wote. Sawa. Wala Chifu, tunaanzia kwako. Zilikuwa ni dakika 90 za namna gani? Kwanza mchezo wenyewe, namna ambavyo vikosi vya timu zote mbili zimeingia, kuanzia dakika ya mwanzo mpaka dakika ya 90. Nafikiri ni miongoni mwa mechi ngumu ambayo ilikuwa na tension kubwa, na tension inakuja kwa sababu tunaelekea kwenye mwisho wa mzunguko wa kwanza. Simba alikuwa anaingia mechi yake 13 leo, mechi yake 12, akiwa na utofauti wa alama 8 kabla mechi ya leo hii. Kwa hiyo ilikuwa lazima aweze kushinda ili apunguze gap na kubakia alama 5, huko akiamini kwamba Yanga ana mechi nyingine 2 ambazo pengine anaweza kaangusha alama 2, 3 au alama 1. Okay. Kwa mechi ambayo alikuwa ameingia wakiwa na pressure kubwa, unaweza kaangalia hata ambapo alikuwa anazungumza msemaji before the game, alikuwa kwamba ni mechi ambayo kwao ni ngumu, na wakati mwingi Singida wamekuwa kiwakamia, lakini kwa upande wa Singida nao wanataka kupata alama, wakizungumza kwamba wametoka kupoteza muda mrefu na wako kwenye kiwango, kwa ni wakati wa kwenda kurudi. Mechi iliyopita walipoteza dhidi ya Yanga, kwa hiyo walikuwa wanataka kupata matokeo ili at least waweze kusogea kwa nafasi zao. Alizungumza msemaji wao Masanza kwamba nafasi ambayo wapo sio nafasi ambayo wao wameweza kukaa, nafasi zao ni kwenye top 4. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ni nzuri na ngumu, lakini ambacho Simba waliweza kufanikiwa kipindi cha kwanza, waliingia na pressure ya hali ya juu sana. Simba waliingia kwa intensity ya juu, wakiamini kwamba kama wataweza kupushi, wanaweza kutumia udhaifu wa Singida kutoingia mchezaji mapema kwenye mchezo, wakapata matokeo. Na ni kweli dakika za mwanzo Simba waliweza kupress kwa kasi kubwa sana, na wakatumia makosa ya Singida kutokuwa tayari kwenye mchezo. Katika dakika 7 wanakwenda kuscore kutokana na makosa ya defense. Ile ni collective mistake, kwa maana kwamba kipa alijaribu kutoa mpira, lakini kwa bahati mbaya walinzi au kwa kuwa makini hawakuwa tayari. Mechi kwenda mpira unarudi ndani, ukutana na Seteura anagusa mpira na Simba wanaweza kuongoza kwa dakika 1. Tokea pale Singida taratibu wakaanza kuja na kutaka kuchukua mchezo, huku Simba wakiendelea kupress kupitia kwenye upande wao wa kushoto ambao alikuwa iko Seteura, lakini pia ukimwangalia Lidibase Gwe alikuwa na pushi, na nguvu yao kubwa ilikuwa ni maarifa ambayo Chama alikuwa anayafanya, ingawaje wakati mwingine timu ilikuwa na ikosi. Tutazungumza wakati mwingine. Tumekwenda mechi taratibu. Karibu ndio kwenda mechi kawa inahama kutoka kwa Simba inakuja kwa Singida. Kwa nini Singida leo walikuwa wanufaika sana kutokana na uwepo wa Alidi Aucho. Amekuwa ni mtu ambaye anaweza akacommand timu icheze kwa rhythm ya chini, lakini pia akapunguza pressure, kwa maana kwamba uwezo wake kuweza kuhold mipira, lakini pia kupiga pasi ambazo zinawalazimisha muweze kudominate game na sio kukimbia. So alijua kwamba kama wataamua kukimbia, maana Simba alikuwa na watu wenye hatari zaidi. Kama utaamua kupishana na Simba, unatengeneza mazingira ya free space ambayo kwa mtu kama Libase, kwa mtu kama Anset wanaweza wakakuadhibu. Kwa hiyo kifanya wakawa wanajaribu kupushi, wacheze kutokea katikati. Ndio mipira mingi ambayo alikuwa anapata Aucho, hata kama akipata kwenye 18 hadi timu yake, anachofanya anapiga pasi ya chini ili wasogee karibu na waweze kusafiri kwa umoja, kwa maana kwamba kila kwenye mpira pawe pana watu at least 4 wa Singida Black Stars, na iliwasaidia wakaweza kuwadominate Simba na wakaweza kudominate eneo la katikati, kwa sababu Simba walikosa uelewano katika eneo la katikati, na tutaje kuona na maarifa ambayo alikuwa nayo kijana wao mdogo Lamine Jaju katika winga ya kulia. Alifanya kazi kubwa sana, kwa sababu alikuwa ni mwiba sio tu kwa Nixon Babagi, lakini pia hata kwa defense za kati. Alichojua kwamba Simba wenzake wengi siwe pesi kwenye kutani, kwa hiyo akifanya alikuwa anakwenda kuwapush, alafu anatani kwa kasi na kuweza kupita, na maarifa yake ndiyo yaliweza kuzalisha bao katika dakika 37 kutokana na kazi nzuri ambayo kwa Singida baada ya kupoka shambulizi la Simba, na pale ndio ukaja kuonekana udhaifu wa Nixon, kwa sababu ni mzuri anapokuwa anakwenda, lakini si pesa kuweza kurudi. Ile goli ukiliangalia imetoka katika eneo lake baada ya huyu Lamine Jaju
kuweza kuwa na utulivu wa 100%. Anachukua mpira, anatani, anapiga ndani. Tunafahamu walinzi wa Simba tunaweza kuzungumza sio wepesi. Anatoka kijana yule ambaye nafikiri ni Amos, anakwenda na score goal la kwanza la ambalo anakwenda kuliruhusu golikipa wa Simba Kasari, kwa sababu alikuwa mpaka leo hii hajafungwa. Baada ya pale mechi ikawa imebalance, lakini sasa katika kipindi cha kwanza tulishuhudia makosa kiuamuzi tena, kwa maana muamuzi aliweza kuwanyima Singida penalti ya wazi ambao mpira ulishikwa na Rushan De Reuck. Kweli kweli penalti ya kwanza ambayo muamuzi hakuweza kuiona. Tunaingia kwenye second half, Singida wanakuja wana develop, wanakuja wanatawala mchezo, wanaanza kupushi na hasa wakitumia madhaifu ya Simba. Tumeshakushuhudia katika mechi nyingi sana. Kipindi cha pili Simba wanakuwa wanakata moto. Na wanakata moto kwa sababu kipindi cha kwanza wanakuwa wanategemea zaidi uwezo wa mtu mmoja mmoja. Nishazungumza, alikuwa anaongea Katalambula. Kwa moja changamoto ya Simba bado hawana chemistry, hawana muunganiko. Kwa hiyo kipindi cha kwanza wanakuwa wana efficiency ya energy kwa 100%. Kipindi cha pili wanapoanza kutumia uwezo wa mtu mmoja mmoja, ndipo unaanza kuona gap la Chama na wachezaji wengine, kwa sababu Chama most of the times anakuwa hahusiki kwenye kukaba, ajitengee eneo lake aweze kupatiwa mpira, lakini pia nguvu ya Kapombe nayo imepungua, hawezi kupa kitu kikubwa sana. Kwa hiyo kipindi cha pili inakuwa Simba ni waathirika, na Singida waliona hilo, wakaanza kupushi kupitia katikati, kupitia kulia, kupitia pembeni, ndipo tukaanza kushuhudia mashambulizi mawili ambayo kimsingi kwa upande wangu zilikuwa ni penalty 100%, kwa sababu ukiangalia ule mpira wa kwanza ni makosa safi ya ulinzi, anafanya makosa Yusuf Kagoma katika kuokoa, anakwenda kuwania mpira, alikuwa ni Aucho akiwa anaingia, inakwenda kutokea pale obstruction moja kubwa ambayo yeye alikuwa ana faida ya kwenda kuscore goal. Simba wanaingia kwenda kuotoa mpira, anaguswa, it was clear foul ambayo iko kwenye 18 yards na itakiwa kuweza kuwa tuta, lakini muamuzi anavaa kinyago, anavaa sura nyingine, anakataa, anasema mechi iweze kuendelea. Bado haitoshi, penalti ambayo pengine inaweza kuwa ndio ya wazi duniani kwa kutokea, penalti ambayo alizopewa Joseph Gwede katika mazingira ambayo ilipigwa rebounds, yuko ndani, anatokea, kipa anacha kufanya na kwenda anacheza mwili na kuweza kuhamisha uelekeo. Tunapozungumzia kucheza mwili pale ambako unakwenda kupeleka mwili eneo ambalo mpira na kulazimisha mchezaji aweze kuruka kwa eneo la juu, kweli kuwa ni total clear penalty ambayo Singida watakaweza kupatiwa na kupelekea Singida kupoteza penalty 3 katika mechi ya leo hii. Na apart from that, bado Singida walikuwa na nafasi ya kuweza kupata matokeo, kuweza kushuhudia, lakini mimi nasema binafsi yangu kukosa umakini, kukosa njia mafanikio kama Simba wanayo ndio kuliwapekea. Leo ukiangalia kiwango cha Gwele kwa wakati fulani aliweza kuikosa timu, kwa sababu kuna wakati walikuwa wanatengeneza mazingira ya 1 against 1, si mara moja, si mara mbili, lakini walikuwa wanapata utulivu wa kupitiliza ambao wanafanya mpaka Simba rudi kwenye shepu na kuweza kuokoa. Kwa hiyo ni mechi ya leo hii imekwenda kuamuliwa, namba moja muamuzi ameweza kwa mechi ya leo, lakini namba pili ni kukosa kwa umakini kwa Singida ndio kunawapelekea Simba kuweza kusikoa goli ambalo linafungwa na mchezaji ambayo kimsingi ni kama anaanza ligi, akuanza vizuri, akuzungumzika vizuri, anakuja kutani au kuja kuonekana katika mechi ambayo Simba walikuwa wanahitaji kuliko mechi nyingine yoyote. Elie Mpanzu kutoka pasi nzuri kwa Chama, anakwenda kuonyesha umahiri wake, anatokea mbele, anapiga goli na kupatia Simba waweze kuongoza na baadaye kutoka na matokeo ya goli 2-1 na kuweza kupunguza ndani tofauti point kutoka point 8 mpaka point 5, huko wakiwa wameteka michezo mechi 12. Kwa binafsi leo shujaa wa mchezo apart from Mpanzu, nafikiri muamuzi wa mchezo leo hii ameweza kututolea kitu ambacho hakijawahi kuonekana, na hawa ndio waamuzi wetu wa Tanzania ambao wakati mwingine wanafanya ligi ikose uwiano na hata kukosa mazingira mazuri. Binafsi I'm very disappointed, si kwa sababu Simba ameshinda, kutokana na kile ambacho waamuzi wanakifanya, kwa sababu wakati mwingine kinaweza kuja kuleta shida. Kuna kipindi itafika tu wataleta shida, kwa sababu tu timu ambazo zinakuwa zinaonewa ni timu ambazo hazina mashabiki wengi, hazina mashabiki wa kweli, lakini it was totally unfair na si muamuzi wa level ya kuchezesha ligi Tanzania bara, na sio kufungiwa tu, inabidi aondolewe kwenye orodha ya waamuzi kwa sababu amefanya makosa ya wazi kupita kiasi kwa maslahi yake binafsi. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Chifu Nzobane Kamazum Fela Dominic Salamba akituelezea namna ambavyo dakika 90 zimepata kuwa na jasho damu kweli kweli, lakini Singida wamenyonywa, kama sio kudhurumiwa, kama sio kukosa haki, kama sio kupokonywa haki yao ya penalty 3 za wazi kweli kweli. Anazizungumza hapa Dominic Salama, na yeye anasema mwamuzi wa mchezo huenda ndio kwa man of the match kwa kile ambacho amekifanya, kwa kushindwa kutafsiri sheria 17 za soka kwenye mchezo wa kukata na shoka kweli kweli kati ya Simba dhidi ya Singida Black Stars. Narejea kwako Dominic Salama tena. Je, unadhani ama unafikiri
magoli yote ya Simba ilikuwa ni magoli sawa bin sawia, hayana shida, ukiachana mikojo penalty ambayo walinyimwa Singida Black Stars. Kwenye upande wa magoli ambayo Simba wameyapata nayo hayana utata. Simba amefunga magoli mazuri kabisa. Okay. Goal la kwanza was clear goal, fantastic goal, goal la haraka, ukitumia weakness ya timu iko mchezoni, wakaenda wakascore. Goal la pili, movement nzuri ambayo imeanzia katikati, lakini utazungumzia umahiri na akili ya Chama. Kinacho saizi kinachomkosa Chama ni kushindwa kuwa na matumizi ya nguvu. Lakini akili yake, ana akili kubwa sana, uwezo wa kuona maeneo ambayo watu wengine hawawezi kuona. Na alitumia chemistry yake pengine na Mpanzo amemfahamu, ni mtu ambaye anaweza akakimbia, anapiga mpira katika eneo ambalo tunasema ni invisible area. Katika eneo ambalo huwezi kuliona. Mpanzo tunafahamu ni mzio kwenye kutani, anaweza kuscore. Haikuwa offside, it was clear goal kwa sababu alianza kukimbia kabla mpira hujapigwa na unapigwa akiwepo kwenye movement, wakati Singida ukifikiria pengine imeotea, lakini hapana, alikuwa offside, anatoka anakwenda anapiga kwenye far angle na kuweza kuscore. Kwa hiyo alikuwa ni magoli halali kabisa ambayo ameyapata. Lakini kupata magoli halali akuhalalisha uharamia ambao mwamuzi ameweza kufanya. Yani, na mimi hofu yangu ni moja, je, zile penalties zingekuwa kwa upande wa Simba au kwa upande wa Yanga kama anacheza, mwamuzi ana hiyo guts za kuweza kuzikataa? Yaani kwamba hao waamuzi wana changamoto kwa sababu makosa yao yanakuwa ni kwa Simba na Yanga wakati fulani. Zile nafasi mechi iko 1-1, ndio pale anaangushwa Anset Yaura au anaangushwa pale Libase Gwe. Mwamuzi ana hiyo guts ya kuweza kukataa kusema ile ilikuwa ni fair challenge katika maeneo yale, kitu ambacho akikuwa right. Na ukiangalia tu hata katika wale akaida ya kisaikolojia, mlinzi wa Simba aliingia kwa kutumia nguvu kwa ucho kwa sababu alikuwa amefanya makosa. Kwa hiyo akuenda kukava mpira na ule mpira sasa pengine akubadilisha uelekeo kwa sababu kipa alikuwa ameshaingia. Kwa mnakwenda kumkusanya mchezaji katika eneo ambalo lilikuwa lina conjection kubwa, kwenye pressure kubwa na kukanisha mchezaji kabisa kutokea. Binafsi nafikiri mwamuzi alipanga leo Singida wasipate matokeo. Yaani mwamuzi alipanga Singida wasipate matokeo. Kitu ambacho wakati mwingine kinakwenda kudemoralize au kwenda kuharibu matokeo. Kwa sababu Simba amecheza mpira wake, amecheza katika mazingira mazuri, amefunga magoli yake ambayo yako clear, lakini ushindi kwenda kuharibika kutokana na waamuzi ambao tuko nao. Binafsi nafikiri kwamba hadeserve kuwa muamuzi wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa maoni ya Dominic Salamba, Chifunzo Bane kama Zumfela hastahili kuwa muamuzi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kijana mdogo barobaro kweli kweli, Katalambula Yusufu, na wewe nataka nipate maoni yako juu ya hiki ambacho kimetokea kwenye dakika 90. Wewe nataka tuanzie kwenye waamuzi. Kwako waamuzi leo wamechezesha kwa ubora kiwango gani, na kama wameboronga kwa ubovu wa kiasi gani? Tugawe kwa asilimia. Ni zipi ambazo wanawapatia waamuzi kwenye kuzimudu mchezo wa leo, kwanza dakika ya kwanza 90 na zile 4 za nyongeza? Kitu ambacho naamini hata kama ikija VAR katika ligi ya Tanzania, ndio bado tutaendelea kuyaona makosa. Kwa nini? Kwa sababu makosa ambayo yanafanyika ni misiiti makosa, bali ni kinafanyika kitu ambacho mtu anataka kiwe. Okay. Kwa sababu yani haiwezekani wewe unajua nikifanya kitu fulani nakosea alafu nakifanya. Okay. Kwa hiyo unakuta kuna baadhi ya matukio ambayo yanatokea, yani hata kama mtu hauna ile elimu ya urefari, unaona kabisa ile ni kosa. Sasa uwezi ukakaa ukasema kwamba amekosea wapi, yani amepanga. Na hiyo VAR inakuonyesha tu, lakini haiamui. Kwa sababu watakuwepo watu kwa ambao wanafanya nini? Wanaendesha VAR. Yes, kwa hiyo inaweza ikaenda ikaangaliwa na bado na wewe kaiangalia ukaona kabisa makosa, alafu kasema kwa mujibu wa VAR, yani kwa mujibu wa VAR sijaona kitu. South Africa Zizikisa alifunga. So alienda kwenye VAR, nini kikaamuliwa? Hajaona kitu mwamuzi. Hajaona kitu. Kwa hiyo nadhani wenzetu EPL wamefanikiwa kwa sababu ipo kampuni, hiyo kampuni ndio imepewa guts zote za kuwasimamia marefali. Kwa maana mishahara yao inapitia kwenye hiyo kampuni na wanawavalisha. Ushaona? Kwa hiyo chochote pia ambacho kinatokea FA wanaenda kwenye ile kampuni kuuliza nini ambacho kimetokea kwa marefali. Kwa hiyo refali ukikosea wewe unaifanya ile kampuni, yani yani kile ambacho unakikosea ni hasara kwa ile kampuni. Ndio. Ipo kampuni Tanzania ambayo inawavalisha marefali. Inabidi waangalie kuna namna fulani wakae wafanye kama vile ambavyo wanafanya FA. Pengine labda kuna vitu ambavyo vinaweza visionekane, lakini kwa waamuzi sijawahi kuamini kwamba sisi tuna waamuzi bora ambao
wanafanya maamuzi ya kimpira, bali wanafanya mengi ya kimila. Labda ni interfere kwa Katalambula mdogo wangu acha kuzungumza. Yeah. Unajua kinachosikitisha ni kwamba mimi binafsi naamini si kwamba hawawezi kuchezesha, lakini wanafanya makusudi. Okay. Na wanafanya makusudi wakiamini kwamba wana backup nyuma. Yaani kama mimi nikafanya jambo lolote na hamwezi kufanya kitu chochote. Sawa. Mimi ndo ninachokiona. Okay. Kwa sababu kuna makosa mengine hata muamuzi ambaye hajasomea, hata anko yangu Christopher Mwakisiala ambaye alikuwa katika ni muamuzi. Sina kama labda ana taji la urefa, lakini wakati namuona hawezi, yani mtu ambaye tu ana knowledge ya mpira ya kawaida kabisa hawezi kuamua hayo maamuzi. Kwa hiyo ni watu ambao wanafanya makusudi. Wakati mwingine kuna kitu kinaitwa ni cost benefit analysis. Anaangalia kama mimi nimewekewa mzigo kiasi gani. Okay. Kwa siku nikanamwambia mtu mathalan mimi nalipo kwenye mechi moja kwa mfano, labda mechi moja shilingi 500,000. Mechi moja 500,000. Kwa hiyo kwa mzunguko wa kwanza na mzunguko wa pili nitapata mechi nyingi sana, mechi 6 au pale mechi 10. Mechi 10 maana yake mara 500 shilingi ngapi? Milioni 5 kwa msimu mzima. Milioni 5. Anatokea mtu anakupatia milioni 30. Misimu mingapi? Inakuwa misimu 3 hiyo. Kwa hiyo mimi nikifungia msimu mmoja na changamoto gani? Hamna changamoto yoyote. Si unanielewa sijui eh? Yes. Kwa hiyo kuna wakati mtu anaweza akafanya jambo, anapima cost benefit analysis. Kwa mimi nimeahidiwa kupewa mzigo kiasi fulani, utakaa sehemu fulani, wanipa shilingi ngapi? Kwa hiyo ndio bado kaangalia malengo yao, sio watu ambao wanachezesha mpira kwa maana ya kukua. Na kama ungekuwa unataka kukua, leo tungekuwa tuna waamuzi wengi kwa AFCON. Lakini hawajali kwa sababu wao lengo lao ni ku make money. Mimi nikiwekewa milioni 30 na nafungiwa msimu mmoja na hela ya miaka 3, shida iko wapi? Kwa hiyo lazima ifike hatua tupate waamuzi ambao wana malengo ya kukua. Yaani mtu ajue kama mimi nitengeneze career yangu kesho na kesho kutwa, a feel pitch akiona haitu kwenye AFCON ajisikie vibaya. Lakini waamuzi wetu hawana habari, hawana hiyo, hawana mpango. Unaona, anaweza kaamua anaharibu makusudi, anafungiwa, akirudi tena anaharibu tena, anafungiwa. Kwa hiyo imefika hatua ligi yetu imekosa waamuzi.